بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق الله العظيم وبلغ رسوله النبي الكريم. صدق ربنا ذو الجلال والإكرام. اللهم انفعنا بالقرآن وعمنا بالغفران ووفقنا للإحسان. اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا وجلاء همومنا وغمومنا وكاشف كربنا وأحزاننا وكفارة لسيئاتنا ونور اللهم به بصائرنا وأبصارنا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وفهمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على النحو الذي يرضيك به عنا، واجعله حجة لنا لا حجة علينا وشاهدا لنا لا شاهدا علينا، وانظر برحمتك إلينا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kabla hatujaingia katika maudhui, tungependa tuombe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala wale walikuwa tuko nao mwaka jana katika siku kama hii mahala kama hapa. Mwenyezi Mungu awarehemu, Mwenyezi Mungu awape mema, Mwenyezi Mungu awajalie kaburi zao rawdhatun min riyadhil janna, na sisi takapokufika wakati wetu Mwenyezi Mungu atujalie tukumbukwe kwa mema. Hii ndio hali nzuri leo, wewe wakumbukwa kwenye hapa. Sio mwaka jana tulikuwa naye kwenye jukwaa la nini, tulikuwa naye kwenye maskani ya nini, lakini ukumbukwe kwenye vikao vyema. Hii ndio hali waloiomba mitumi, waj'al li lisana sidqin fil akhirin, nijalie na mimi nitajwe kwa wema kwa wale watakaokuja. Na uzuri wa kutajwa kwa wema ni kutajwa sehemu njema. Mwenyezi Mungu wao atawarehemu, na sisi Mwenyezi Mungu atatupa husnul khatima. Leo ni siku ambao kwamba tumekusudia kuelezea hadithatul Isra wal Mi'raj, tukio la Isra na Mi'raj. Tukio la Isra na Mi'raj ni tukio ambalo kwamba twasoma darasa kubwa sana katika tukio kama hili. Asli lazima tusome darasa kubwa, sababu tukio lolote linaofungamana na wewe huwa lako wewe, lakini tukio likiwa limefungamana na Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam huwa ni masomo kwa ummati wake. Tukio lolote linapofungamana na Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam ndani yake huwa pana masomo makubwa. Ni nini Isra na ni nini Mi'raj? Isra ni safari ambayo kwamba Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam alipelekwa kuanzia Maka mpaka Baitul Maqdis. Hii yaitwa safari ya Isra, na hii imetokana na kilima cha Kiarabu kutokana na sara au sura. Waarabu wanamsemo, wanasema wa fi sabahi yahmadul qaumu as-sura, asubuhi hushukuru wale waliosafiri usiku, si haba tumeshafika. Sasa sara ni kwenda usiku. Lugha ya Kiarabu ni pana. Utakapokumwambia mtu saraitu albariha, bila shaka ajua lugha, yuwafahamu kwamba wewe umekusudia kwenda kwako kulikuwa ni usiku, kuliko unaposema dhahabtu, nimekwenda, mpaka kuuliza, atakuuliza umekwenda wakati gani. Lakini ukisema saraitu, ashajua kwamba kwenda kwako kulikuwa ni katika wakati wa usiku. Na Mi'raj, asli ya Mi'raj min al-uruj, kupanda, na Mi'raj ni ngazi. Mi'raj ni masdari ya araja ya'ruju urujan, kile kitu alotumia kupandia ndio kikaitwa ni Mi'raj.
Uruji ni kupanda, ni kupanda kutoka ardhini kwenda mbinguni. Na hizi safari zote mbili zimethubutu, ila za tofautiana kule kuthubutu kwake, kwamba safari ya Isra imethubutu kupitia Qur'ani, na ndio anayepinga Isra huwa kafiri moja kwa moja. Safari ya Mi'raj imethubutu kutokamana na hadithi tofauti. Apingao safari ya Mi'raj huambiwa huyu fakat tafassaka, amekuwa fasik, sababu umepinga hadithi. Hadithi uzito wake, ila ikiwa hadithi yenyewe ni mutawatir. Mutawatir kwa maana imepokewa qaumun an qaumin, au wengi, jam'un an jam'in, yumanu tawatu'uhum anil kadhib, watu wengi. Hapa hadithi kama hii ni nguvu yake ni tofauti na hadithi ahad, na haya ni masala marefu mimi niliwahi kuelezea katika darasa langu la hadithi sahihi. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alielezea hii safari ya Isra katika sura ambayo kwamba sura yenyewe yaitwa Suratul Isra. Na katika miujiza ya Qur'ani kuwa hii sura imeitwa Suratul Isra, na aya iliyoelezea Isra ni aya moja tu. Kadhalika sura kama hii yaitwa Suratu Bani Israil, manake mara nyingi imeelezea kuhusu Banu Israil. Lakini sasa kwanza suala, kwa nini sura kama hii inaoelezea Banu Israil Mwenyezi Mungu akakusudia safari ya Isra aya moja tu akaileta katika sura kama hii, ambayo kule katika Wan-Najmi idha hawa aya nyingi imeelezea safari ya Isra na Mi'raj? Kwa nini aya hii isipachikwe kule mpaka kukawa kuna tanasuk, kwamba topic ni moja tu? Huku topic tukimaliza hii, utaona aya ya pili imeanza wa ataina Musa alkitaba waja'alnahu hudan libani Israila alla tattakhidhu min duni wakila. Khalas, masala Isra yamekwisha, khalas ameshaingia masala ya Banu Israil. Je, kuna alaka gani safari ya Isra na maelezo ya Banu Israil? Banu Israil ni watu ambao kwamba wao wadai kuwa hawana mtume baada ya Nabii Allah Musa. Wao baada ya Nabii Allah Musa hakuna tena mtume. Mtume atakayekuja ni wa watu wengine, lakini si wa wao. Ni mtume wao, wakubali ni mtume, lakini si wetu, ni wa watu wengine. Wenu nyinyi we Banu Israil, hoyo wako. Mimi kama Banu Israil si wangu. Ndio Mwenyezi Mungu akataka kuwaonesha kwamba huyu Muhammad munenao si wenu, ana alaka na Musa. Tupo hapa, huyu Muhammad ambaye kwamba nyinyi mwasema si wenu, ana alaka na Musa. Na huyo Musa ambao mwadaiyo ni wenu tu, ana alaka na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na ndio Mwenyezi Mungu katika hikma yake akaijalia hii safari ianze min almasjidil haram ila almasjidil aqsa. Mwenyezi Mungu alikuwa aweza pale pale Masjidil Haram iwe uruji kabisa, Mi'raji moja kwa moja, lakini ataka kuwaonesha hawa Banu Israili ambao kwamba wao ni wakaidi, kwamba kuna alaka, fungamano kubwa, connection kubwa baina ya Masjidil Haram na Masjidil Aqsa, na baina ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam na baina Nabii Allah Musa. Na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akitaka kukielezea kitu chochote ambacho kwamba ni kitukufu, yuwaelezea kwa neno la kujitakasa, kwamba mimi usiwe na wasiwasi haya maelezo, kwa sababu mimi nielezao sina upungufu. Ndo akakotwambia subhana. Subhana ni masdari ya sabaha, kwamba Mwenyezi Mungu ametakasika
na kila sifa mbaya. Kwa nini aanze kwa kilima cha subhana? Kwa sababu yatakayokuelezwa yataka wewe umkubali kuwa Mwenyezi Mungu hana upungufu ndio uweze kuyaamini, kwa sababu haya si ya kwa akili yako, haya ni mambo khariqun anil ada, ni mambo ambayo kwamba ni miracle, sio mwaita, yani ni kitu ambacho kwamba si cha kawaida, si safari ambayo kwamba wewe waweza kuifikiria. Ikiwa wewe huwezi kumwamini Mwenyezi Mungu na ukaelewa mambo kwa namna yalivyo na namna ambavyo kwamba yatakiwa yawe, huwezi kukubali. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu akasema subhana, na ameileta kwa ismu masdar, kwamba ismu siku zote katika lugha tadullu ala thubuti wa dawam. Tunaposema Izzuddin ni kwamba siku zote yeye ni Izzuddin. Haitakikani kwamba jana alikuwa Izzuddin, leo si Izzuddin. Basi si jina. Jina ni alama, ni nembo, ni log ambao kwamba yadulisha ala thubuti wa dawam. Kwa hiyo subhana, ametakasika siku zote, Mwenyezi Mungu ametakasika. Kadhalika Mwenyezi Mungu katika sura nyingine akatwambia si yeye tu ambaye kwamba amejitakasa na kuwa ametakasika zamani, sasa hakutakasika, akatwambia yusabbihu lillahi ma fi samawati wa ma fil ardh. Hata kilioko ardhini na mbinguni kazi yao pia humtakasa Mwenyezi Mungu. Na wewe mwanadamu usikae mbali, fasabbih bismi rabbikal azim. Akataka na wewe ushirikiane. Yeye mwenyewe amejitakasa na zilioko ardhini na mbinguni zimemtakasa, bado na wewe mwanadamu fasabbih bismi rabbikal al-azim, mtakase na wewe Mola wako. Na ndipo ukaona mtu hataki sikia jambo lolote, subhanallah, inkuaje? Manake lile jambo alolisikia amelifanya limekuwa ni kubwa. Nukta ya pili, Mwenyezi Mungu akatwambia asra bi'abdihi, alompeleka. Hapa ukishakujua kuwa alopeleka ni yeye, si mtume amejipeleka, mtume amepelekwa. Na Mwenyezi Mungu akachagua jina hapa bi'abdihi, mja wake. Sababu Mwenyezi Mungu siku zote akitaka kumsifu, kukisifu kitu kwa sifa ambayo kwamba haifanani, hukisifu kwa sifa ya abdi. Innahu kana abdan shakura, ni'mal abdu innahu awwab, alhamdulillahi alladhi anzala alkitaba ala abdihi. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala apenda kumpa mja sifa ya kumuita abdi. Abdi tafsiri ni mja, abdi Kiarabu ni mtumwa. Na ajabu, kawaida mtumwa wa mwanadamu, yule bwana hula kheri ya ule mtumwa. Yani wewe ukiwa na mtumwa ni kwamba wewe wa benefit na ule mtumwa wako, lakini wewe ukiwa ni mtumwa wa Mwenyezi Mungu, wewe wa benefit kwa nani? Kinyume. Sijui hapa imefahamika. Kawaida wewe ukiwa na mtumwa ni kwamba wewe wafaidika na ule mtumwa wako, alifanyalo ni chako wewe. Akenda kiuza akipata faida ni yako, akifanya jambo akiokota kitu ni chako, ukimuuza thamani yake ni yako. Lakini wewe ukiwa ni mtumwa wa Mwenyezi Mungu ni kwamba wewe wa benefit kwake yeye Allah jalla jalalu. Sasa ndio Mwenyezi Mungu akaona hakuna sifa yastahiki nimpe huyu kama kumpa sifa ya ubudiyya, ndio akasema subhanalladhi asra bi'abdihi. Kisha Mwenyezi Mungu akaisema lailan, juz'un min al-layl, sehemu fulani katika usiku. Kwa nini safari ya Isra iwe usiku isiwe mchana? Kwa sababu safari ya Isra ni safari itataka kwa kila alokuwa Muislamu aweze kuamini. Tutawezaje wewe kukufanyia mtihani uamini iwapo kama alisafiri mtana watu wote wangeona? Sasa
hayatakiwi yaonekane, atakiwa akwambie, ili wewe mwenye kuambiwa useme nimekubali, maadamu ulosema ni wewe, na maadamu Mwenyezi Mungu ameyazungumza kwenye Qur'ani, in kana kad qala faqad sadaq, ikiwa amesema ni kweli. Ndio Mwenyezi Mungu akachagua kusudi safari kama hini iwe ni usiku, ili kusionekane kwenye mato. Mtana watu wote walikuwa wakisafiri, wajua kwenda Baitul Maqdis wakati huo na Maka ni kama sasa watu kwenda China. Ni nadira umwambie mtu fulani amekwenda China, na wasafiri wote mbona hakuwahi kumuona, hatukuwahi kumuona, atashangaa. Lakini lao mtu akasema nimeenda sehemu ambayo haiendewi, ni rahisi kukubalika. Sasa Mtume sallallahu alaihi wasallam kama alipelekwa mtana, watu wote huona mchana, wangeona buraka kitu kimekupita namneni, nini tena kile? Lakini wewe hukuona, ilikuwa ni usiku. Lilobaki kwako wewe tu ni kufanya nini? Ni kuweza kuamini kama wewe ni mja umeandikiwa kuamini, sababu ni mtihani ulikuwa wataka kufanyiwa kwa watu. Na ndio ukaona kuna watu walikuwa ni Waislamu, walipoisikia safari ya Isra waliritadi. Halala, habari gani ni bwana? Sisi twenda mwezi kwenda mwezi kurudi, tena kwa ngamia, wewe uende usiku mmoja. Lakini hawa walikuwa hawajui kwamba safari yoyote yahitaji kuwa aksia, nguvu ya namna ya kile kitu kilivyo, kwa namna ya kile kitu kilivyo. Wakati wewe ukinambia mimi, bwana mimi nataka kwenda Kilifi kwa miguu, Kilifi Nyika, mimi leo nitakwenda kulala Kilifi, mwambia utafika saa ngapi? Sababu itahitaji nguvu yako wewe ulivyonayo, au sio? Mimi nikitembea kisawasawa kwa miguu naweza kutukua masaa 5. Aje mwingine ushishie na bakora kwenda, yeye hawezi, basi na mimi pia atakwenda. Lakini je, tutamwambia huyu pia atatukua masaa 5? Huyu atakwenda na huyu atakwenda, lakini kila mmoja anakuwa aksia. Nguvu ya huyu itampeleka masaa 5, nguvu ya huyu mwambia wewe alfajiri itakupata mtwapa hapa. Mwingine aseme basi mimi naja nenda chukua baskili. Yule atakaye kuchukua baskili bila shaka atawatangulia wote wawili, au sio? Kwa nini watangulie? Kwani Kilifi nyingine? La, kuwa aksia. Nguvu ya baskili sio nguvu ya kutembea kwa miguu. Mwingine aseme mimi nina pikipiki, atawashinda wote wale. Mwingine aseme mimi nina gari. Mwingine aseme mimi bwana nitakuja na helikopta. Mwingine aseme mimi nitakuja na jeti. Umeona? Sasa kila mmoja yule atakaye kwa kadiri atakachokitaja kile kitu, sisi tutakifasiri ule mwendo wake kwa kuwa aksia ya kile kitu. Sasa hapa ikiwa Mwenyezi Mungu wasema kwamba subhanalladhi asra, nguvu sasa haifungamanishwi na kitu chochote, yafungamanishwa na nani? Allah jalla jalalu. Sasa wewe yatakiwa wewe wafahamu kuwa aksia ya Mwenyezi Mungu ni kiasi gani. Kuwa aksia ya Mwenyezi Mungu, innama amruhu idha arada shay'an an yakula kun fa. Waswahili ukwambia kafu haiyaunga nuni, manake kun fayakun, kun fayakun. Ile kun na ni kutabiri hini ya wewe uweze ufahamu. Si lazima Mwenyezi Mungu aseme kun fayakun, lakini wewe ufahamu kwamba Mwenyezi Mungu asemapo kun, hapo hapo, haingojee kusema fayakun, ndio imeshakuwa. Kwa hiyo ile kuwa aksia ya Mwenyezi Mungu ndio hapo inapowafanyia mtihani wanadamu. Safari kama hini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alimfanyia Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam baada ya kupata mitihani mikubwa sana. Mwenyezi Mungu akampangia
Hii ni safari ilikuwa ni ya taslia, kupumbazwa. Ndio nakumbuka tuliwahi kuelezea Ramadhani, tofauti ya safari ya hijra ilikuwa na misukosuko, aingie kwenye mapango. Kwani Mwenyezi Mungu ilikuwa hawezi kumletea buraki atoke Maka mpaka Madina, au sio? Ingekuwa jambo rahisi. Lakini la, hii safari ya Isra ni safari ya kupumbazwa. Safari ya hijra ilikuwa ni safari ya qiyada, kama leadership. Yuwasafiri kama leadership wa Waislamu. Kwa hiyo ikiwa wenzako wamesafiri kwa kula dharubu, na wewe leadership lazima upate nini? Dharubu. Lakini uwezo wa Mwenyezi Mungu ulikuwa ni rahisi zaidi, kama ilivyofanywa toke Maka mpaka Baitul Maqdis, Madina karibu zaidi, akaengetewa buraki, hata watu kuzunguka pale, hata mlangoni angetoka kwa sakafuni, ungemuona nani. Lakini la, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amemjalia kwamba sasa hii safari ni wasafiri wewe kama kiongozi, pata waliowapata uwaongozao. Hii si shida waliohisi uwaongozao. Wamelala usiku majangwani, na wewe lala tena, yakalala pangoni siku 3. Lakini safari ya Isra na Mi'raj la, metewa mnyama mzuri, si mrefu si mfupi, wastani, panda twende, ondoka na safari mzuri. Haya, shuka hapa. Hapa ni wapi? Hapa ni Baitul Laham, mahala alipozaliwa Isa. Shuka hapa. Hapa ni wapi? Hapa ni mahala Musa aliwahi kuzungumza na Mola wake Jalla Jalalu. Na utaona katika tripu hii, alipotoka Maka kwenda Baitul Maqdis, alipita kwa Nabii Allah Musa mara 2. Ya mwenye Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam asema, marartu laylata usriya bi ala akhi Musa wa huwa yusalli ala qabrihi inda al-kathib al-ahmari. Hadithi kwa kwenye sahihi Muslim. Nimempitia Nabii Allah Musa kwenye kaburi lake yuwaswali kwenye mchanga mwekundu. Kwenye riwaya iliyokuwa kwenye riwaya nyingine asema, lau kuntu hunaka la uritukum, lao ningekuwa hapo ningewaonesha. Ni hii sehemu yenyewe, nilipita nikamwona hapa Musa. Hapa tutakalo ni hii. Akapita kwa Nabii Allah Musa kaburini kwake, akapita sehemu akaambiwa ashuke, akaambiwa hapa ni sehemu Musa alizungumza na Mola wake. Kuna alaka gani Musa apite mara 2, kwingine apite mara 1? Kuonesha kuwa huu umma wako utasumbuliwa sana na umma wa Musa. Huu umma wako hakuna watu watakao kuwasumbua kama hawa watu wa Musa. Watu wa Musa watawasumbua sana. Pili, kuonesha watu wa Musa, nyinyi watu wa Musa mwamtukia bure huyu Muhammad, lakini yeye fungamano lake na Musa ni kubwa zaidi kushinda mtume wote. Mitume yote alipita mara 1 ila Musa. Na hii ni ardhini. Alipokwenda mbinguni, Musa alikutana naye mara 2, na Nabii Allah Musa pekee alokuja akamkhafifishia sisi swala. Yote ni kutaka kuoneshwa hawa Banu Israeli, jamanini, hebu taratibuni, nyinyi msiwatukie hawa mkasema huyu mtume si wenu, huyu mtume hana fungamano na nyinyi. Huyu mtume safari yake yote ya Isra na Mi'raji ni Musa. Subhanalladhi asra bi'abdihi laylan min al-masjid al-haram. Safari yenyewe ilianzia Masjid al-Haram. Riwaya zimetofautiana, je, Masjid al-Haram kama Masjid al-Haram au Masjid al-Haram kwenye eneo la Masjid al-Haram? Kuna riwaya yasema kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa kwenye Masjid al-Haram, yani alikuwa ndani ya msikiti, akaja akatukuliwa na Jibrili,
akasafishwa kifua chake. Mtume sallallahu alaihi wasallam alisafishwa kifua mara 2. Wakati ataka kupewa udogoni alisafishwa, akatolewa chuki, hasadi, kupenda dunia, kupenda utesi, yani yale maovu yote yakaondoshwa, ili uwe moyo wake uweze kustakbali mazuri atakao kupewa na Mwenyezi Mungu. Riwaya nyingine yatuambia la, alisafishwa kabla ya nubuwa. Wakati ataka kupewa utumi ndio alisafishwa ili awe na kabilia ya kuupokea ule utumi. Mara ya pili alisafishwa ni wakati ataka kupelekwa kwenye safari ya Isra. Riwaya nyingine inatuambia la, Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa amelala nyumbani kwa Ummu Hani, yeye na Jaafar na Sayyidina Ali. Jibrili akaya akaonesha malaika wendani wake, yule aliyokuwa kati, muamsheni twende naye, ni huyu. Kwa hiyo safari ya Isra ilianza nyumbani kwa Ummu Hani, lakini sasa hiyo nyumba ya Ummu Hani iko ndani ya Masjid al-Haram. Wajua zamani Masjid al-Haram eneo hili ni kubwa, silione lile eneo la jisikiti lote ndio lilikuwa Masjid al-Haram. Limepanuliwa, kuna nyumba za watu pale ndani. Pale ndani kuna nyumba za watu, kama nyumba ya Ummu Hani imo ndani ya Masjid al-Haram, kwenye ile sahn al-Kaaba, ule ukumbi wa al-Kaaba, pale ndani ndo kuna nyumba ya Ummu Hani ilipoanza safari ya Isra na Mi'raj. Nyumba ya kina Mtume sallallahu alaihi wasallam ndio ilikuwa mbali, ni ile sehemu ambayo sasa hivi imefanywa library, ndio nyumba aliozaliwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ilikuwa mbali. Lakini kulikuwa kuna na nyumba ziko yani zimepakaana na msikiti. Akatukuliwa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, akasafishwa, waka Jibrili akamwambia, ya Muhammad, umeamrishwa na Mola wako leo utoke safari kutoka hapa Masjid al-Haram kuelekea Bait al-Maqdis, min al-Masjid al-Haram. Masjid al-Haram ndio awalu baitin wudhi'a linnasi, ndio msikiti wa kwanza, ndio nyumba ya kwanza iliyojengwa ardhini kabla hata wanadamu hawajaumbwa. Riwaya iliyoko kwamba ilijengwa na malaika mwanzo kabla hawajateremka wanadamu. Lakini haya masala waliojenga nani? Qur'ani yatuambia wazi, inna awwala baitin wudhi'a linnasi lalladhi bibakkata mubaraka. Hii hakuna kutakuiwa ni sahihi au si sahihi, kwa sababu ni aya. Awwala baitin, nyumba ya kwanza ni Masjid al-Haram. Masjid al-Aqsa au Bait al-Muqaddas au Bait al-Maqdis, asli likiitwa Bait al-Muqaddas, na imeitwa Bait al-Muqaddas liqudsi arwahihi, sababu mitume wengi wamezikwa Bait al-Maqdis. Mitume wengi wamebahatika wakatumilizwa sehemu kama hiyo Bait al-Maqdis, ndio ikaitwa Bait al-Muqaddas, nyumba iliyotakaswa. Nabii Allah Musa, Nabii Allah Yahya, Nabii Allah Zakaria, Nabii Allah Isa, hawa wote, Nabii Allah Ibrahim, Nabii Allah Ibrahim kwanza, wote hawa waliwahi kuweko Baitul Muqaddas. Na yaambiwa kwamba kuna mitumi kadhaa wa kadhaa wamezikwa Baitul Muqaddas. Na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kwa kutaka kuhakikishia umma hunu kwamba hii Baitul Muqaddas, wangawa Mayahudi wasemani yao, lakini leo tutawaonesha kwamba hii ni ya Waislamu. Kivipi? Nitawaletea mtumi. Hao mitume waliotangulia wote watakuja kuswali, watakuja kumwambia wewe ingia kibulani,
Kibulani ataingia sio kwa mwenyewe? Hebu wewe ndo hapa Shibu ujiingilie tu kama hushukui kikosi. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala awaoneshe umma wa baada hiyo wana mitume ya nyuma wote kwamba mitume yenu yote hakuna hata mmoja aliweza kuthubutu kusema mimi ndio nilokuwa imamu hapa Baitul Muqaddas, kwa hiyo mimi ndio nitafanya nini? Nitaswalisha. Japokuwa mimi nilikuwa imamu, lakini sisi sote tukubali kuwa maamuma mbele ya huyo. Ikiwa mtume wako amekuwa maamuma, wewe ngoja nini? Mtume wako amekubali kuwa ni maamuma ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lipi wewe likuwekalo nyuma? Lipi wewe likucheweleshao? Kwa hiyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amefanya kusudi kumtukua Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, amwete mpaka Baitul Muqaddas. Si tu aje tu ile Baitul Muqaddas, aje aswalishe, aje na aswalishe. Lengo na madhumuni kwa nini aje aswalishe? Kwamba yoyote atakayekudai kwamba mtume wake astahiki kuwa kiongozi, lakini astahiki kuwa kiongozi ikiwa hako mbele ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lakini mahala kukiwa kutaelezewa Muhammad, mtume wake astahiki kuwa ni maamuma na Mtume Muhammad astahiki kuwa ni nani? Ndio imamu. Wote. Jibrili wakati mitume wamepiga safu, Jibrili ndo aliwaambia, ya Muhammad, Mola wako akuamrisha wewe ndio uswali imamu. Pengine hapa waweza kuwa swala. Swala ilikuwa haijafaradhiwa. Swala ilikuwa bado, si ndio yuenda sasa kupewa swala? Bali swala gani? Ilikuweko swala ikisaliwa. Kulikuwa na swala ikiswaliwa, kulikuwa na udhu kitawadhiwa. Ni swala gani? Haikuelezewa ni swala gani. Kulikuwa na udhu, kulikuwa na swala. Na ushahidi sisi twajua kwamba ukimaliza kutawadha, sawa, ni sunna baada ya kutawadha uswali raka ngapi? Zile raka mbili huitwa raka za nini? Raka za udhu. Zile raka mbili za udhu zilipatikana kwa hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam alipokwenda Mi'raji, akasema, akamuuliza Bilali, wewe unafanya mambo gani? Mimi nilipokwenda Mi'raji nilisikia sate za miguu. Sate ni hizi nyayo. Nilisikia sauti ya miguu, nikauliza nani huyo? Peponi. Akaambiwa huyo Bilali. Bilali umeshasikia huku? Wewe Bilali una ibada gani uifanyayo? Akamwambia mimi sitawadhi ila baada yake huswali raka ngapi? Sasa mtume ndo amekwenda sasa Isra na Miraji. Huu Bilali hutawadha akaswali swala gani? Hata nakumbuka yuzi mtu ameniuliza, Bilali alibashiriwa pepo? Kamwambia Bilali hakubashiriwa, alidirikwa haswa. Hawa wengine si wamebashiriwa tu. Kumbe wewe utaingia. Ama Bilali mtume alikwenda akamkuta haswa huko. Umesikia sauti yake? Hawahitaji kubashiriwa. Wakubashiriwa ni kuambiwa wewe bwana utaingia peponi. Lakini mtume amekwenda akamdirika, akamuuliza Bilal, nimesikia sauti ya miguu yako peponi. Nimesikia sauti ya miguu peponi. Kauliza hiyo miguu ya nani? Nikaambiwa ya Bilali. Hebu niambia wewe Bilali, una ibada gani ifanyayo ile kufanya mpaka mimi nende nisikizishwe miguu yako? Amwambia ya Rasulullah, sina ibada yoyote ila mimi kila nikitawadha, kimaliza kutawadha udhu ule lazima niupigie raka mbili. Ndio tukaekewa sunnatul wudhu. Sasa huyo Bilali alikitawadha udhu gani? Alikiswali swala gani? Sisi twajua swala ilikuweko kabla ya Isra na Mi'raji, lakini sio swala hii tuiswalio. Na ndio ukaona wewe Mtume sallallahu alaihi wasallam aliposhuka hakuswali alfajiri, aliswali ya dhuhuri, sababu alikuwa hajui ya swali vipi. Ndio Jibrili akaja akamfundisha namna kuswali swala ya dhuhuri. Ndio ile swala ya dhuhuri ukaambiwa imeitwa swala ya dhuhuri kwamba li'annaha awwalu salatin dhaharat fil ardh, swala ilo dhuhiri ardhini ya kwanza ilikuwa ni ya dhuhuri, ndio ikaitwa salatu adh-dhuhr, ay awwalu salatin dhaharat fil ardh. Au wengine wakatuambia sumiyat salata adh-dhuhri bidh-dhuhri li'annaha tusalli
wakati dhahira, huswaliwa wakati jua likiwa kali. Lakini hakuna anayepinga kuwa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam hakuswali alfajiri siku ile. Siku ile alipotoka Isra na Mi'raji hakuswali alfajiri. Swala ya kwanza aliyoswali ilikuwa ni swala ya dhuhuri. Kadhalika Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam ilikuwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amempangia kumuonesha maisha yake ya hapa duniani namna atakavyokuishi. Mtume sallallahu alayhi wasallam kabla hajatumilizwa, baada ya kumuoana na Khadija, alipambana na ammi yake Khadija, na huyo ammi yake Khadija alikuwa ni hodari ni min ahli alkitab, yani ni katika wale ambao kwamba wao wameisoma Taurati kwa uzuri. Alipomsifia Sayyidatina Khadija ammi yake mambo yanao Mtume sallallahu alaihi wasallam, na Khadija alihisi, unajua tena wanawake, mwanamke wewe ukimwambia leo mmetoka msikitini mmepita mahala hivi nikasikia kibaridi baridi, akwambia upepo mbaya huo. Wao kila kitu wao ni upepo mbaya, hata AC ukiwasha ni upepo mbaya, si huyu upepo mzuri wao ni upi? Na Khadija ile hali ya Mtume sallallahu alaihi wasallam alihisi labda huyu wate nijue kuna jambo gani, ingawa mimi siitakidi itikadi hii, kwa sababu yeye ndiye aliyosema wallahi la yukhzika Allah, mimi naapa kwa Mwenyezi Mungu, wewe Mungu hawezi kukupoteza, hawezi kukuata. Kwa nini Mungu asiweze kuniata? Na hapa bado utumi, lakini na Khadija yale mambo yaonao kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, amwambia mtu hawi na mambo kama haya, kisha Mwenyezi Mungu akampa mapepo mabaya, akampa haiwezekani. Na mambo gani? Innaka la tasilu rahim, wewe wapenda kuunga zao, watukuri dhaifa, wapenda kualika wageni. Mtume sallallahu alaihi wasallam katika tabia yake alikuwa hapendi kula peke yake, hapendi kula peke yake. Na hii ni kurithi Nabii Allah Ibrahim, babu yake Nabii Allah Ibrahim. Nabii Allah Ibrahim kwa kupenda kualika mpaka siku ile alimwalika Israeli. Kila muonao twende tukale, mpaka siku akamtukua Israeli. Mbona huli? Amwambia hazinifai hizo, mimi ninacho chakula nikitakacho. Chakula gani? Akamwambia mimi nimetumwa kutukua roho. Yaani mimi muona mmealika mgeni, kumbe mmealika Israeli nyumbani. Ndio maana yake. Na hiyo, kwa hiyo Mtume sallallahu alaihi wasallam mmoja alolirithi kwa babu yake Ibrahimu ni kuwa apenda kualika wageni, na ndio yeye akatangaza man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifa, amtukuze ule mgeni wake. Mgeni atakiwa kutukuzwa. Uislamu ulikuja ukatupendekeza, kwa sababu ilikuwa mgeni watu waona ni ukorofi, ingawa na wengine kweli idha halla thaqilu fi ardhi qaumin fama lisakinina siwa rahilu. Kuna watu wengine ni mathaqili, akishukia nyumbani kwako utatamani usafiri umwatie yeye. Nakumbuka kiswa, bwana mmoja alitoka safari, kama tunene metoka Amu ya Mombasa, akapita Wito pale kumsalimia rafiki yake. Bas ule bwana ghafula bwana, lakini hakuna neno, tutakula mtana, tutapanda gari ya jioni. Sawa, lakini utakula kile kilioko. Akamwambia hakuna neno. Ule bwana meta bali enda kutukua kitoweo kia wali wote. Mgeni meuyaza tumboni. Kia vipi? Sikujua kama kuna na kitoweo. Basi ngoja nikuongezee wali. Kaenda kutukua wali kia kitoweo chote. Mvipi huyu? Sikujua kama kuna wali mwingine. Basi ngoja nikaulizie kama kumebaki nyama nikuete tena. Kaenda kitukua wali. Bana akamwambia pole, mmekuwa kulisha, hakuna neno. Wajua mimi hata sili vizuri hivi, na appointment na daktari wa tumbo atakwenda kuniangalia.
inshallah nitakwenda niombe Mungu nipate dawa, kirudi tapitia kwa hapa. Akamwambia ukirudi takuwa mimi siko. Wewe ni mgonjwa hula hiao, au ukiwa mzima si utanila na mimi? Ukiwa mgeni wa mtu afadhali uende ukashibe hoteli, akikutilia kidogo, asante mmeshiba wallahi taabani iko hapa, kisha toka ngauli atanena mashallah mgeni tulonaye hata hapendi kula, hata hapendi kulala. Sio wewe saa zote uko ndani waambie mimi sipendi kutembea. Bwana wewe hata kama hupendi toka tu kaketi nje, ngasione thakili. Wageni wengine ndio hufanya watu wakatukia ule ugeni. Sayyidatuna Khadija akamwambia tena jambo jingine, watu'inu ala dhinawaibi, humsaidia mwenye matatizo. Humwati mtu mwenye matatizo kamwatia mwenyewe, wamuyua huyu na matatizo, wewe ukamsaidia katika yale matatizo. Watahmilul kal, yule asokuwa na uweza, yule asokuwa na chochote, basi wewe humsubirisha, wewe humliwaza, wewe humpumbaza. Kwa hiyo sifa kama hizi ukiwa nazo, Mwenyezi Mungu hawezi kukupa khizaya. Lakini hata mimi nikamuelezee ammi yangu atuelezee hali kama hii hujia watu namna gani. Ule bwana ule rahibu alipoambiwa akasema huyu ndiyo huyo mtume wa mwisho. Na huyu mimi natamani niweko wakati wa kaumu zake watakapokumtoa. Mtume SAW akawamuuliza awamukhrijia, watanitoa mimi muini hapa? Akamwambia naam. Katika vitabu vyetu vimeandikwa mtu haji na mambo kama hayo uliokuja nayo wewe, ila hutolewa katika mji wake. Sasa mtume akawa uko nalo hili kwamba yeye atatolewa, lakini nitakwenda wapi? Akamwambia utakwenda sehemu katika vitabu vyetu vimeandikwa ardhu dhati nakhlin, ardhi na mitende mengi. Ardhi yenye mitende mingi ni ipi? Iraqi ni wapi? Ni wapi? Wakati alipokuwa yuwasafiri sasa kwenye safari ya Isra na Mi'raj, Jibrili amuonesha, mwambia umeiona ile ardhi yenye mitende? Hapa ndipo sehemu utakaokugura wewe. Mtume akaklik kukumbuka lile neno alioambiwa kule ardhu dhati nakhlin. Hapa ndipo mimi nitakapokuguria. Akamwambia hapa ndipo utakapoguria na hapa ndipo utakapofia. Na ndiyo Mtume sallallahu alaihi wasallam siku alipowaambia wale Ansar, baada ya kuwa amegawanya ghanima kuwapa watu tofauti tofauti, kuwapa muhajirina mali, walipata ghanima nyingi sana. Mtume akawa huwapa muhajirina. Baadhi ya Ansar likawapata, Muhammad yeye amekumbuka watu wake, wajua tena nafsi hizi hatari sana. Nafsi mpaka ile aloinena Mwenyezi Mungu, wa nafsin wa ma sawaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Ule aloitakasa nafsi yake wa yeye lifanyikalo lolote, qaddara Allah ma shaa faal. Ule mwingine ambaye kwamba wa qad khaba man dassaha, ule aloivisha katika dunia, basi huyo jambo kidogo tu pendi, huyo hatusikitiki sisi, huyo una chuki na sisi, yeye ni suudhanni peke yake. Wakaanza kuzungumza sasa baadhi ya maanswar, watu wa Madina, Muhammad yeye amekumbuka watu wake, umetusahau sisi, ngalia hugawanya tu mali kwa watu wake. Habari ikamfikia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mtume akawakusanya watu wote, akawaanda kuwaelezea, alam takun dhullalan fahadakumullahu bi qulu, awaambia hamkuwa nyinyi mmepotea, Mwenyezi Mungu akawaongoza kwa ajili yangu mimi. Kisha Mtume anambia semeni msiogope, lakini ulikuwa umetolewa kwenu, huna mahala pa kukaa, tukakustiri sisi, semeni. Wale wakamwambia alminnatu lillahi wa rasuli, hatuna la kusema, hatuna la kusema ya Rasulullah. Hamkuwa nyinyi mukipigana vita nyinyi kwa nyinyi, Aus na Khazraji, vita hawazikani janaiza kama sasa hivi Waislamu.
vita ati huyu chama fulani, huyu chama fulani, huyu hamsikilizi huyu, huyu hamsikilizi huyu. Na mitihani mashekhe wakijitia hapo khalas, uja shekhe fulani au ule shekhe wa ODM, ule shekhe wa Jubilee, la haula wala quwwata illa billah. Hata khutba hataki kusikiliza nini, ule shekhe wa chama fulani. Haya mambo yalikuwa jahilia, kabla mtume hajaenda Madina ilikuwa namna hii. Hata kiongozi wa dini akiwa ni wa Ausi, Khazraji hawezi kumsikiliza, akiwa ni wa Khazraji, Ausi hawezi kumsikiliza. Na dini ni moja, dini ni moja, lakini kuna ukabila. Mtume SAW akamwambia, hamkuwa nyinyi mkipigana vita nyinyi kwa nyinyi? Mwenyezi Mungu akawasuluhisha kwa ajili yangu mimi. Semeni kwamba lakini na wewe ulikuwa kadhaa na kadhaa na kadhaa kama sisi. Mtume wakumbusha mema aliowafanyia, lakini nanyi kumbukeni. Waliwaambia alminnatu lillahi wa rasuli. Mtume sasa akajua kwamba hapa mazingira yashakubali kuelezea nitakalo. Akawaambia, nyinyi mutasema kuwa mimi leo nimewapa watu wangu kadhaa na kadhaa na kadhaa na kadhaa na kadhaa na kadhaa na kadhaa, na kuwa mimi nawapenda wao, lakini sikilizeni, ama tardhauna, nyi hamuridhi an yarji'a an-nasu fi buyutihim bishatin wa ba'ir, watu warudi majumbani mwao, huyu amebeba mbuzi, huyu amebeba ngamia, warudi nao majumbani mwao. Watahuzuna bi rasulillahi fi buyutikum, na nyinyi mwarudi na mtume nyumbani mwenu. Hawa watakwenda Maka na mbuzi na ngamia, lakini nyinyi mtarudi na nani majumbani mwenu? Hali watoshi hili kwa ni neema? Wallah, hapo kisha mtume ape, wallah laula alhijra, lau sikuwa mimi nilitoka Maka nkaja Madina, la kuntum ra'an min al-ansar, almahya mahyakum walmamat mamatukum. Lau si hijra mimi, basi na mimi ningeitwa ansar, singeitwa muhajirin. Lakini ni jambo ndilo kwa Mungu ameliandikia, nitoke Maka nije Madina, sina budi mimi ni muhajirin. Lakini nawahakikishia hili, almahya mahyakum, mimi nitaishi na nyinyi mpaka mwisho wa kuisha, walmamat mamatukum, na kufa kwangu nitakufa kwenu nyinyi. Kuna lipi tena mwalitaka? Kwa nini Mtume sallallahu alaihi wasallam yaseme haya? Haya aliambiwa na Jibrili wakati wa safari ya Isra na Mi'raj. Wakati hii safari ya Isra alipopita akamwambia, umeiona hiyo ardhu dhati nakhlin, ardhi yenye mitende, hiyo ndio sehemu ukitolewa wewe utakuja hapa, utaishi hapa, na utakufa hapa, na utazikwa hapa. Sallallahu alayhi wa alihi. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam baada ya kupita mahala ambako kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alizungumza na Nabii Allah Musa, hapa kuna malmah mazuri sana. Kwa nini hii safari isiwe tu Isra na Mi'raj akatoka Baitul Maqdis moja kwa moja Makkah moja kwa moja mpaka Baitul Maqdis? Kwa nini kuna shuka hapa, hapa ni mahala fulani, shuka hapa, hapa ni mahala fulani? Kuna siri gani? Je, kuna sehemu muhimu kwa mtumi? Yani yeye mtumi ile sehemu ni muhimu kwake yeye? Ikiwa ni kumpitia Musa, mtume amhitajia Musa au Musa amhitajia mtumi? Ikiwa ni kumpitia Isa, mtume amhitajia Isa au Isa amhitajia mtume sallallahu alaihi wasallam? Lazima tujiulize. Wajua wewe ukiwa kwenye safari, sema wata niingie hapa, tutakuuliza wewe hitajia hapo au ni hapo pa kuhitajia wewe? Tunataka tujue, au sio? Mimi nahitajia nitakwenda chooni, wewe hitajia. Hawa jamaa wameniomba nikipita hapa nisimame kidogo atakuzungumza na mimi, tutajua ni wao wa kuhitajia wewe, si ndio? Sasa Mtume sallallahu alaihi wasallam kwenye hii trip yake kusimama hapa, simama hapa, simama hapa, je, mtume azihitajia hizi sehemu au kuna darsa sisi tunataka tufundishwe? Ni darsa kwamba wewe uendapo mahala popote, jua sehemu ambayo kwamba ina mafungamano baina hiyo sehemu na baina ya nani? Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wa ila hakuna kitu ambacho kwamba mtume akihitajia, hakuna kitu ambacho kwamba mtume
atakapate baraka nacho. Kila kitu chataka baraka ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lakini tunataka tufundishwe sisi kwamba unaposafiri jua matukio ambayo kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameyapatisha katika ule msururu wa safari yako. Ikiwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametutaka tu kul siru fil ardi fandhuru kaifa kana aqibatu alladhina min qablikum, tusafiri kwa kupata kuona namna gani wale waliokuwa kabla yetu sisi wamefanywa mabaya, walifanya mabaya gani, wakafanywa kitu gani, ili mimi nizingatie. Je, kusafiri kwenda kuangalia wema na mahala pema? Ikiwa wewe watakiwa usafiri wende utizame wale wabaya na sehemu waliofanyia mabaya, na Mwenyezi Mungu amewafanyia mambo gani ili upate kuzingatia. Je, haiwi kwamba wewe kusafiri kwenda pale pazuri ukaangalia yale mazuri yalofanyika na wewe ukapata kuzingatia upate kufanya mambo gani mazuri, itakuwa hili itakuwa halifai? La hasha. Baada Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam kufika Baitul Maqdis na kuswali, baada ya kumfunga ule buraki katika sehemu ambayo kwamba ilikuwa imejulikana, kuna sehemu maalumu. Huyu buraki ilikuwa ni hayawani mitume wengi wakimtumia, na dalili ya kuwa wakitumika na mitume wengi ni wakati alipofanya mati. Sisi kuna kitu huita mati. Mati ni ule mnyama apandwao, kiwa hayapandwa siku nyingi hufanya mati, yani kama kubabaika hivi, hutaki kuguswa, yani gogi gogi lile. Jibrili akamwambia tulia, fa wallah huyapandwa wewe na kiumbe bora maishani mwako kama huyu anayokupanda. Rawi atuambia ule buraki jasho lilimkatika kusikia maneno kama yale. Sikia kwamba hayajaliwa wala hatopandwa tena baada ya kupandwa yeo na kiumbe yoyote, sababu ya kuheshimiwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na ndio utaona hata ngamia wa Mtume sallallahu alaihi wasallam baada ya kufa Mtume hakula chakula chochote, hakula tena. Naqatu Rasul sallallahu alaihi wasallam alikiitwa Al-Qaswa. Huyu ngamia hakula tena kitu chochote baada ya kufa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Walijaribu kila walofanya, akiletewa maji hanwi, akiletewa chakula hali, mpaka kufa kwake. Nini? Majonzi juu ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam kama tulivyoelezea, akaingia msikitini akaswalisha. Baada ya kuswali sasa ikaanza safari ambayo kwamba ndio ilikuwa malengo haswa. Hii safari yote, subhana alladhi asra bi'abdihi laylan min almasjid alharam ila almasjid alaqsa, ilikuwa lengo ni kuweza atoke ardhini ende mbinguni, kwa sababu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alimwambia katika suratul Isra, suratul Nahl, mwisho alimwambia wasbir wama sabruka illa billah wala tahzan alayhim wala taku fi dhaiqin mimma yamkurun inna Allaha ma'al ladhina taqaw wal ladhina hum muhsinun. Wewe subiri, si wao wamekukera, si wao wamekuudhi, si wao wamekupiga majiwe, si wao wamesababisha mpaka mke wako akafa kwa ndaa, ami yako akafa kwa shida. Subiri, sisi tutakuliwaza kwa namna ambayo kwamba hajawahi kuliwazwa, hajawahi kupumbazwa mtu yoyote, la malakum muqarrab wala nabiyyun muhabbab, si malaika si mtume. Safari yako itakuwa ni ya kwenda kuoneshwa malakuti samawat, ufalme wa mbinguni. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam akaondoka na Jibrili kwenda safari ya mbinguni. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam kama ilivyopokewa, fastaftaha Jibril, alipofika kwenye uwingu wa kwanza Jibrili akataka kufunguliwa. Kwa nini Jibrili atake kufunguliwa? Na yeye Jibrili ndio sayyidul malaika, bwana wa malaika wote. Kuna hikma gani mpaka Jibrili aseme fungueni mlango?
Bila shaka sisi twajua kuna tofauti wewe ukenda nyumbani ukakuta milango wazi, kisha ukaambia tumekuatia wazi kusudi ukie uingie, na wamekuja wamekufungulia haswa, wamejua wewe umefika, haja ya kufungulia haswa. Pale wewe hujui nani alokufungulia ile milango, utangia, lakini waona kama hukutukuzwa, lakini ngojea mume wangu nije mimi nikufungulia. Ya salam, ya salam, au sio? Kufunguliwa na kukuta wazi, ipi raha? Bila shaka kufunguliwa, au sio? Kute tu nyumba wazi uingilie tu, utakuta raha kama pale mke wangu umeshuka wewe kitandani, si taabu hilo, mimi wana raha nikikufungulia mimi mwenyewe. Hebu wewe mwenyewe utajihisi vipi siku hiyo? Kwa hiyo Jibrili ataka kumuonesha Mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba Mwenyezi Mungu aweza kuziata mbingu zote wazi, panda tu wewe, lakini la wafunguliwa haswa, la kwanza. Pili, atakaoneshwe Mtume sallallahu alaihi wasallam namna gani wanafurahi wale walokuja, kwa sababu ilipokuwa akiuliza, alipotaka kufunguliwa huulizwa waman ma'aka, umekuja na nani? Ambia na Muhammad. Awabuitha ilaina, ametumilizwa aje kwenye mbingu yetu? Ambia naam. Marhaban bik wa biman jita ma'ahu, furaha ni kwako wewe na kwa ule ambaye kwamba wewe umekuja naye. Na hapa yatuonesha wakati unapopambana na mtu ambaye kwamba astahiki kufurahikiwa, ni haki umfurahikie. Wakati ambako kwamba wewe umekutana, umemuona mtu ambaye kwamba astahiki umfurahikie, usiwe na kinyongo. Mtume sallallahu alaihi wasallam asema, nikakutana katika uwingu wa kwanza na Nabii Allahi Adam, akatuelezea sifa zake. Adam alikuwa namna gani? Adam akamsalimia na Mtume sallallahu alaihi wasallam akamsalimia. Adam akamkongowea na Mtume sallallahu alaihi wasallam akamkongowea. Akapanda uwingu wa pili, akaenda akakutana na Nabii Allahi Isa na Nabii Allahi Yahya. Uwingu wa pili alimkuta Nabii Allahi Isa na Nabii Allahi Yahya, wakamkongowea na Mtume sallallahu alaihi wasallam akawakongowea. Uwingu wa tatu akaenda akakutana na Nabii Allahi Yusuf. Uwingu wa nne akakutana na Nabii Allahi Idris. Mbingu ya tano, kisha nitakuelezea kwa nini awe kwa mtume fulani kwenye uwingu fulani na ni kwa nini wawe mitume hawa. Uwingu wa sita, uwingu wa tano akakutana na Nabii Allahi Harun, ndugu yake Musa. Uwingu wa sita akakutana na mwenyewe Musa. Nabii Allahi Musa alikimngojea kwenye uwingu wa sita. Uwingu wa saba akakutana na Nabii Allahi Ibrahim alayhi salatu wasalam. Ama kukutana Nabii Allahi Adam katika uwingu wa kwanza, Mwenyezi Mungu akajalia mbingu ya kwanza akumbuke kwamba wewe umekutana na huyu Adam. Mwanzo alikuwa wapi? Peponi, au sio? Mbinguni, tunene mbinguni, au sio? Kisha akateremshwa wapi? Mbinguni. Akateremshwa wapi? Ardhini. Kisha amerudi tena wapi? Na wewe Muhammad utatolewa, lakini kule utolewapo mwisho wao utafanya nini? Upo kwamba wewe Muhammad utatolewa Maka, lakini utarudi kisha uitukue mwenyewe ile Maka. Utatolewa ni kwenu, utarudi iwe ni yako. Tupo. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ataka kumpa darsa kwamba umeona wewe mtu wa kwanza uliokutana naye ni Adam. Huyo Adam kumbuka kwamba aliwahi kutolewa mautinihi, yeye alikuwa nyumbani kwao ni huku mbinguni, akateremshwa ardhini, lakini mwisho wa kuisa sasa amerudishwa tena kwao. Kwa hiyo na wewe Muhammad utatolewa kwenu, lakini mwisho wa kuisa utarudi kuweni kwako, hata si kwenu, ni kwako haswa.
sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam alitolewa Maka kama kwao, si kwake. Alikuwa hana satwa, alikuwa hana power. Lakini wakati wa fathi Maka, aliingia Maka, Makureshi ikawa hawajui wafanye nini, hawana la kufanya, mpaka Mtume sallallahu alaihi wasallam atangaze, asema mwenye kuingia Masjidil Haram fahuwa amin, man aghlaqa babahu fahuwa amin, atake kujifungia ndani hatumfanyi chochote, wa man dakhala dara Abu Sufyan fahuwa amin. Kisha akawauliza, ma tadhunnuna anni fa'ilun bikum, haya leo Maka iko chini yangu, nyinyi mmenitoa, nyinyi mmewatesa watu wangu, nyinyi mmefanya kadhaa na kadhaa na kadhaa, leo madhania. Manake leo mimi uwezo nilionao na nguvu nilionayo na power nilionayo, lao nikataka kusaga watu wa Maka wote naweza. Lakini hebu nielezeni nyinyi fikra yenu, mwafikiria mimi nitafanya nini? Na hapa ndio mawqif kila kiongozi ataka asome sana tukio hili, aone wakati Mungu amekupa tamakkun, kukumakinisha na ule adui yako, wataka uwe vipi wakati wewe ulikinyanyaswa. Kama leo utasikia watu hubura, kuna makabila hubura, sema ngojea tutushike serikali, ngojea tutupate. Ukipata utafanya nini? Kama wewe ni mu'min billah, kama wewe mu'min birrisala, kama wewe kiongozi wako ni bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, huyafanyiwa alofanyiwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, hujafanyiwa alofanyiwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Angalia kiongozi wako alifanya nini wakati alipokuwa power imerudi kwake yeye, tena power ya uhakika, sio power mpaka sijui ipitishe bunge, sijui ni kilma tu. Wewe angalia wakati wa fathi Makkah, Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akataza masahaba, akawaambia hakuna ruhusa kutumia upanga. Lakini kulikuwa kuna bwana mmoja alinyanyaswa kweli kweli, akaonelea ngoja mpatilize, akamzungukia Khalid bin Walid, akamwambia ya Khalid, Mtume akwambia asimamao maliza tego, kwa lugha ya sasa, aketio kuta, yani wewe usibakishe mtu. Hela Khalid bin Walid husiwa zita, Khalid mwazita, yani Khalid akiona watu upijana umwambia wewe upande moja niuzie mimi mpijane naye. Sura alivyokuwa akipenda vita, aje mtu amwambie ukwambia Mtume SAW akusimamiao mbele yako, wewe maliza yeye. Hiyo ndio fursa itakao Khalid. Muate Khalid auwe. Khalid aliua sawa. Mtume SAW alipopata habari akamwambia, Khalid umefanya nini wewe? Mimi nimekataza. Akamwambia Rasulullah, fulani wewe amekuja akanipa salamu. Wewe mimi nimekutuma? Akamwambia Rasulullah, walituadhibu hawa, mmetaka watiwe adabu. Sasa wewe ndio kunisingizia mimi? Mtume akatabarra na kitendo anachokifanya yeye, hakukifurahia kabisa. Sema mimi nimekataza. Kwa nini Mtume alimwambia Sayyidina al-Abbas, ya Abbas, nataka usimame na Abu Sufyan aone lile jeshi langu leo likiingia? Kisha akapanga watu wafuatane grupu na mwenge, waingie Maka mwenge na moto kila mmoja. Manake mahala kukiwa hakuna taa, watu wapite kila mmoja amewasha tochi, lazima ufanye nini? Ubabaika. Pengine watu watano tu, lakini zile tochi huenda huku zikaenda huku, huzidi kufanya nini? Na Mtume alikuwa ana strategia yani ya ajabu, lazima iwe ajabu, kiumbe cha ajabu. Lakini alipoingia Maka, ma tadhunnuna anni fa'ilun bikum, ambia akhun karim wa ibn akhin karim, wewe ni ndugu yetu na ni ibn akhin karim. Mtume sallallahu alayhi wasallam ambia idhhabu fa antum mutlaqa, nendeni zenu kajitafuteni maisha. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amwambia tumekutamanisha na Adam upate kujua kwamba wewe kama alivyotolewa Adam akapelekwa kwingine, kisha amerudi tena, na wewe utarudi tena. Haya, wingu wa pili alipambana na Isa na Yahya, ni kwamba hawa wawili Nabii Allah Isa na Nabii Allah Yahya walipata tabu na Mayahudi.
bali sumbuliwa sana na Mayahudi. Kwa hiyo na yeye Mtume sallallahu alaihi wasallam kama kuambiwa jambo la pili utakalokulipata ni vita vikali sana utakavyopigwa na Mayahudi. Mayahudi watakupiga vita vibaya sana kama walivyopigwa hawa. Mwisho mpaka Yahya huyu walimtinda. Nabii Allah Yahya alitindwa. Manake Nabii Allah Yahya alijifita kwenye mti, lakini nguo ikabakia nde ya mti. Ibilisi akaja akamwambia, mtu wenu mumtakaye ule ndani ya mti. Ataingiaje ndani ya mti? Akamwambia, angalia ile nguo imebakia. Sasa tufanye hii, kama mwataka katukueni msumeno, pasueni ule mti, mkipasua na yeye mtakuwa mmempasua. Pasua msumeno bwana, msumeno. Nabii Allah Yahya ule msumeno kumuingia tu akafanya Mwenyezi Mungu akampekea wahi akamwambia, hujui wewe kwamba sisi twajua likupatalo wewe, ukinungunika mara pili utume tumekupokonya. Stamili. Na ndio siku ya Kiyama mauti yatatengezwa kwa sura za kondoo. Ataitwa yeye Nabii Allah Yahya kufanya nini? Kumtinda ule kondoo, kutangazwe, haya ya ahlul janna hayatan la mauta fiha wa ya ahlan nar hayatan la mauta fiha. Nabii Allah Yahya aje yatinde kulipiza kile Mwenyezi Mungu kumburudisha kwamba wewe ulitindwa duniani na wewe ndio utakao kuyatinda mauti. Manini Mayahudi usione wewe keti Mungu awalani, Mungu wamekufanya nini wewe? Wametinda mitume, wewe nani? Mitume mtinda bwana, tena kwa msumeno. Wewe pengine atakupiga bomu hata hutoyua. Wewe ukishtuka uko akhira tu, mmefika ile jamaa huku. Shukuru. Ukifa yani wafa by wholesale. Wewe ndani wako ufareja reja. Yani wewe fikiria sumeno uingie hapa mpaka usikilie hapo. Si mchezo bwana. Afadhali kisu. Yani miskini amekula adhabu dharubu, upasuliwa kwa msumeno. Mitihani. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amtanabahisha Mtume sallallahu alaihi wasallam kumwambia, ya Muhammad, hao ulioonana nao jua hilo ni darsa. Hao walipambana na dharubu na wewe utapambana na dharubu. Ama kupambana na Yusuf, si alipambana na Nabii Allah Yusuf katika uwingu wa tatu? Amwambia huyo Yusuf alipata dhulma kubwa kwa ndugu zake na jamaa zake. Na wewe uyue jamaa zako watakupinga, ndugu zako watakupinga. Abu Lahab jamaa yake Mtume, Abu Jahal jamaa yake Mtume. Kwa hiyo huyo Yusuf ulipambana naye, kama alivyopingwa kwao ndani nyumbani, kama alivyopingwa kwao kwa familia yake, na wewe utapingwa. Na hakuna sura ambayo kwamba wewe ni nzuri kwa familia. Ukitaka kujua namna kuishi na mke, soma surati Yusuf. Ukitaka kujua kuishi na wanawake, soma surati Yusuf. Ukitaka kujua namna kuishi na ndugu, soma surati Yusuf. Ukitaka kujua kuishi namna ya shaab, community, mahitaji nyinyi, yani ule MCA sijui wale watu wake waita watu gani? Kiongozi wale watu wake waita nani? Wafuasi. Nataka kujua kuishi na wafuasi wako, soma surati Yusuf. Ukitaka kujua kuendesha uchumi, kuendesha nchi, kuendesha county, soma surati Yusuf. Ij'alni ala khazaini al-ardh, nipe mimi uchumi, niatie mimi ni hodari kusimamia uchumi. Kwa hiyo surati Yusuf imekusanya, yani nyumba ikiwa hakuna mtu ambaye kwamba ana fiqhi na surati Yusuf, nyumba hiyo hupata tabu. Ikitokea migogoro hupata tabu. Na nyumba kukiwa kuna mtu ameisoma surati Yusuf akaifahamu kisawasawa, haoni gumu jambo, hujua fitna kama iliwahi kutokea kwa Yusufu na ndugu yake, na kwetu yaweza ikatokea.
Namna gani Yusuf alisuluhisha tatizo baina yake yeye, kwa sababu aliua min baadi an nazagha shaytanu baini wa baina ikhwati. Shetani aliingia kati. Ikiwa umejua shetani ameingia kati baina yako wewe na ndugu yako, litakiwalo nini? Ni kumtuia au ni kumkhalifu? Jamanini, tupigeni audhu billahi, au sio? Ukishakuwa umeelewa kwamba shetani ameingia kati yetu, suluhisho la kuweza kutokamana na tatizo kama hili, audhu billahi minash shaitani rajim. Tusimtii shetani. Fitna ya wanawake utapata kuweza kuijua, ambao mara nyingi sisi hukosea tukawasangamiza wanawake kuambia wanawake hawa ni wabaya. Hawa Mwenyezi Mungu aliwaambia inna kaida kunna adhim. Shetani ameambiwa kaida shaitani kana dhaifa, lakini wanawake wameambiwa inna kaida kunna adhim. Ukamfanya mwanamke atini hodari, tapeli, mwanamke jizi. La. Makosa, wafahamu makosa. Kaida kunna katika mapenzi. Mwanamke kwenye mapenzi humwezi. Mwanamke kwenye mapenzi humwezi. Mwanamke akipenda haangalii yeye nani wala ampendao nani. Yeye apenda ata sacrifice kwa lolote. Mwambie beba mtu mzima wewe, yule kijana kwamba mmemzaa mimi ana mamake. Lakini wewe mtu mzima kama wewe utaangalia mtu mzima mimi sasa yao bwana nitakapenda kijana kama kile, utakuwa hucha au sio? Mwanamume hucha. Mwanamume mimi shekhe bwana ule mwanamke. Lakini mwanamke awe wali, akipenda khalas, haogopi. Ndio Mwenyezi Mungu akasema inna kaida kunna, yani katika mapenzi adhim. Angalia surati Yusuf hapa, ni wape kitu kimoja ndio mtaona tofauti. Hichi kilma kaid ni kitimbi, imekuwa kwenye surati Yusuf mara mbili. Ya bunayya la taqsus ruyaka ala ikhwatika, usiwaelezee ndoto ndugu zako. Kwa nini? Watakufanyia jambo gani? Aya yasema nini baada yake? La taqsus ruyaka ala ikhwatika, watafanya nini? Fayakidu laka kaida. Unaona kaidi hapa imekuja kwamba wanaume katika upande wa kugombania zitu, upande wa hasadi, upande wa chuki, vitimbi vao hakuna wawezao. Na katika wanawake walisemaje? Innahu min kaidi kunna. Huku kumbe wewe ulikimtafutia Yusuf wamtaka هيبقى في نفس ولا اتحاد؟ wamtaka kumbe wewe wamtakia kwa mambo ya mapenzi. Kwa hiyo wanawake ni mapenzi. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akamwambia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kama Yusuf alifanywa vitimbi kwao, alifanywa vitimbi na ndugu zake, basi na wewe utafanywa vitimbi. Kadhalika ama kukutamana na Idris katika uwingu wa 4 ni kuonesha himma. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala nena warafa'nahu makanan aliya. Idris alikuwa na himma sana katika da'wa. Idris alikuwa na himma sana katika kubalighisha. Kwa hiyo aambiwa wewe Muhammad, hili jambo kama hili lataka uwe na himma kubwa sana. Na ndio Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika Qur'ani akasema afala yanzuruna ila al-ibili kaifa. Hizi aya waambiwa ukitaka kulingania, ukitaka kufaulu katika nyumbani mwako namna ya kuishi, ishi na hizi aya. Afala yanzuruna ila al-ibili kaifa khuliqat. Nyi hamwangalii huyu ngamia ameumbwa na subra kiasi gani? Na wewe ukitaka kufaulu shati uwe na subra kama ya ngamia. Wa ila samai, angalia mbingu namna gani ziko juu, na wewe ukilitaka jambo uwe na himma ya hali ya juu sana. Sio mtoto anisikilizi, umezungumza naye mara ngapi? Umemnasihi mara ngapi? Shinda mara 5. Nataka jambo muhimu, shati uwe na himma. Kama wataka kufika kule mbinguni, unaona utafika hivi sasa? Wa ila samai kaifa rufi'at, kisha wa ila al-ardi kaifa sutihat. Uwe laini,
uwe laini, siwe mkali, kuwa laini. Wa ila aljibali kaifa nusibat, uwe na msimamo kama jabali. Wewe ushaliona jabali siku nyingine limezunguka? Kuwa na msimamo. Wataka jambo, simama. Sio wewe wamtesti mwanao, wamtesti mkeo, akikutolea basi ushatoa upepo. Kuwa na msimamo sawa sawa. Jabali lilipokuwa na msimamo, ndio Mwenyezi Mungu amfundisha Mtume, lazima uwe na msimamo. Fastaqim kama umirta, lingana kama namna ulivyoamrishwa. Kuwa na msimamo wa kisawa sawa. Sio leo mara hili, kesho umeonekana vipi, nilikuwa najaribu naona sijafaulu, ngoja nijaribu upande mwingine. La, kuwa na msimamo. Ama kuonana na Nabii Allah Harun, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amwambia huyu Nabii Allah Harun, watu wake walimfanyia uadui, baada yake wakageuka wakampenda. Na wewe watakufanyia uadui, lakini baada yake watageuka wewe wakupenda. Na wewe ukisoma tarehe utaona namna gani walikuwa wakimtukia Mtume sallallahu alaihi wasallam, mwishowe wakamwambia wallahi ya Muhammad lakad kana ardhuka abghadhul aradhi indi au ilayya. Thumama, mmoja ni Thumama alimwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam, sina uso nilikuwa nautukia kama uso wako, sina mji nilikuwa nautukia kama mji wako, sina dini nilikuwa naitukia kama dini yako, lakini wallahi sasa hivi sina mtu nimpendaye ya Rasulullah kama wewe. Na huyu Thumama ndiye mtu wa kwanza alokwenda Maka. Angalia maajabu, mtu ametoka kafiri ataka kumuua Mtume, apambane na Mtume, abadilike, atoke ende Maka, aseme labbaik Allahumma labbaik. Mtu wa kwanza kusema labbaik Allahumma labbaik ni Thumama. Labbaik la sharika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la sharika laka labbaik. Thumama ndio aloisema. Alifanywa nini Thumama kama huyo? Tabia njema. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu amwambia wewe, watu wako watakuwa na wewe kama watu wa Harun walivyokuwa na Harun. Walikimwona mbaya, walikimwona muovu, lakini wakageuka, kisha wakawa hawana mtu mzuri kwa wao, hawana mshauri mzuri kwa wao kama Nabii Allah Harun. Kisha akaonana Nabii Allah Musa. Mwenyezi Mungu ataka kumwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam, huyo Musa ulioonana naye ujue udhia aloudhiwa, shida aloipata, na wewe utakwenda kupata shida kama hiyo. Nabii Allah Musa aliudhiwa. Nabii Allah Musa mpaka walizunguka wakawa hunena maneno sampuli. Ndio Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, yarhamullahu akhi Musa laqad udhiya akbara min hadha fasabar. Nabii Allah Musa mpaka walifika wale kaumu zake walikioga tupu. Wakaenda kwenye mito kuoga, huoga tupu. Nabii Allah Musa hawezi, Mtume huona haya, kawa huoga na nguo. Jamaa kaanza kuzunguka, ule una mshipa, mbona hataki kuoga kama sisi? Kama alikuwa kama sisi, ndio swali, kama alikuwa kama sisi angeoga kama sisi basi. Nabii Allah Musa, jamanini, sina mshipa, sina chochote, mimi niko sawa sawa, lakini haya taweza yeye kuvua ngombe za watu? Hapa kuna watu makabila huiogea, kaona watu wote kama siku alozaliwa. Siku hiyo Nabii Allah Musa amekwenda kuoga pweke, hakuna yote, akaona asa leo niko peke yangu, bate ningie tupu na mimi pweke, lakini katunda nguo kaziweka ulajiwe. Huku wale kaumu zake wakaya kumtungia kuya. Nabii Allah Musa akaona akahisi kama kuna watu, ikabidi atoke. Kutoka kufuatia nguo, jiwe likimbie na nguo. Umeona jiwe kukimbia, lakini Mwenyezi Mungu ataka kuwathibitishia watu kwamba huyu jamaa hana mshipa. Nabii Allah Musa sasa haoni watu ukimbilia, alitaka lile jiwe ndio mbio na nguo. Jamaa miskini, kumbe hana chochote. Ile hana chochote, jiwe limesimama. Musa lilipiga jiwe bakora yake ile, wewe bakora upasua bahari, jiwe lilitangauka. Mwambia jiwe langu mmeshafanya.
Sasa Mtume SAW asema udhia, ameudhiwa ya akhi, watu mpaka wakamwambia maneno sio, fasabara, akasubiri. Ingawa hii hadithi ina maelezo makubwa sana sana sana, ingawa hapa sipake. Manake ukiangalia haiwezekani kwamba Musa ameudhiwa zaidi ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lakini hii ni tawadhui kuonesha Mtume, mimi ngaudhiwa, mimi naona mwenzangu ameudhiwa zaidi. Mwisho Mtume sallallahu alaihi wasallam akaonana na Nabii Allah Ibrahim. Hapa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ataka kumuonesha kwamba wewe mtume wa mwisho uliopambana naye katika hizi mbingu ni Ibrahim. Ibrahim ayulikana kwa sifa ya kuwa yeye ndo alojadidisha Al-Kaaba na kufanya masala ya hija, na wewe mwisho wa umri wako utakwenda kuhiji, ndio ile hajjatul wadai. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam akaenda akafaradhiwa swala, na hapa tuwaona utukufu wa swala kwamba ndio faradhi peke yake. Hakupewa, hakuna connection baina ya Jibrili na Mwenyezi Mungu na mtume, la, Mungu alimpa direct. Nini? Kutuonesha umuhimu wa faradhi kama hini, na ambao leo hakuna nguzo ambao kwamba Waislamu twasikitika sana kama swala. Swala tumeipoteza, swala tumeihimili, swala hatuna hamu nayo. Asoswali kwetu sisi si mtu, yani hana tatizo lolote, twaona ni watu sawa sawa. Hawa ndio wenye matatizo. Wallahi matatizo tulionayo sisi Waislamu, fakhalafa min ba'dihim khalfun adha'u salata, na siku zote atakayekuata swala lazima Mungu humuonda na hili, wattabau shahawat. Ukiata swala lazima utafuata matamanio. Hii ni hukumu Mwenyezi Mungu ameshaihukumu, la muaqiba li hukmihi. Hatuna matatizo ya leadership, hatuna matatizo ya chochote, tuna matatizo ya kuwa fungamano letu na Mola wetu haliko sawa. Tukusuluhisha fungamano letu na Mola wetu, na Mwenyezi Mungu atasuluhisha fungamano letu sisi na waja wake yeye. Hebu mitaani kuwe na hamla sijui itaitwaje hamla itaitwaje? Hamla ni ile watu sasa kutoka kuhimizana usafi, kuhimizana si moral ile kuhimizana. Tunataka tuhimizane siku ya leo kupinga ukimwi, sijui kupinga ukabila, yale maandamano sikule kufuatana lile jambo. Sasa mtaliitaje? Nyote hamwezi kiswa yani tutoke leo, haya jamaa tunataka kuhamasisha watu kuondosha ukabila, ile huitwa kuna hamla ya kupinga ukabila. Sasa tunataka hamla ya kuwa watu hakuna tena kuata swala. Wallahi mwaka mmoja tuangalie, kutabadilika kila kitu. Kila mmoja kwanza atameza buru kwake hapo, tuswali. Watu hawaswali, urongo wetu, uraibu wetu, kuata swala nkwetu, kuzini nkwetu. Kisha sisi tunataka Mungu atuete tena viongozi kama mitume tupatikana wa walau anna ahla alqura amanu wattaqau. Mungu amenena kitambo bwana, lau nyinyi mutaamini muwe na ibada kisawa sawa, kila mmoja yuwaswali kisawa sawa, la fatahna alaihim. Lakini vipi fatahna alaihim? Wako wapi hao amanu